Kwako hili ulitegemea? Nilitegemea kwa sababu Yanga ndio timu pekee ambayo inafuata utaratibu wa kitaasisi, na ndio maana uje kusikia viongozi wa Yanga wa kila mmoja akizungumza la kwake kinyume na utaratibu, kwa utaratibu ambao umejiwekea kwa mujibu wa katiba yao, na ndio maana mambo yanakwenda bila bugudha aina yoyote. Kwa hiki ambacho kimefanyika hii leo, hata mimi pia chuma nilikitegemea, lakini tuseme tu kwamba haya ndio matunda ya kuweza kuifuata katiba. Unaelewa vizuri, Yanga imeendelea kufundisha timu nyingine za kihuni ambazo hazitaki kufuata katiba. Yes, katiba umepewa, utaki kuifuata, mwisho wa siku mambo yanakwendea tofauti. Kwa hiki ambacho amekifanya leo Yanga ni kutoa elimu, ni kutoa shamba darasa. Nini maana ya muongozo wa taasisi? Wana Yanga sio wenda wazimu kuja kujana namna hii, hapana. Ila ni kwa sababu wana taasisi bora, wana katiba ambayo inawaongoza. Kwa masikitiko makubwa, wachambuzi na baadhi ya wadau wakubwa kabisa Tanzania wamekimbilia kwenye kupromoti mambo ya hovyo pasipo kushauri mambo ya msingi. Young Africans imeweka rekodi kwa mara ya kwanza kumtambulisha mchezaji bila mechi. Yaani ya mambo ndio nayaona kina engineer Florentino Perez ndio anafanya Young Africans. Ndicho ambacho kimeonekana hii leo. Ronaldo wakati anatambulishwa hakukuwa na mechi, na bahati mbaya sana kwa sababu uwanja wa Mkapa upo katika maboresho. Mimi ninachokwambia, Young Africans kama ungekuwa uwanja wa Mkapa leo, ule uwanja wangejaza kwa sababu ukiangalia jambo limekuja ghafla tu, na hakuna mtu ambaye amekuja kwa kiingilio cha Free Mandela. Watu wamelipa kiingilio hata kama ni kidogo, lakini muamko wa kuja, watu wanafuata taasisi ambayo ni bora. Unaelewa vizuri, muongozo wa kitaasisi. Kwa mimi nawapongeza sana Yanga kwa kuendelea kuifundisha Simba wafuate katiba inavyotaka. Unaelewa vizuri, moja kati ya vitu ambavyo watu wamevisahau kuvisema, washabiki wa Simba wanakwenda katika msimu mpya mechi yao ya dhidi ya Kagera Sugar, hawajui timu yao inajiendesha kwa bajeti ipi kuelekea msimu ujao. Ni mambo ya kihuni kabisa haya. Na baadhi ya watu wa michezo wakubwa kabisa ambao wanajiita wao ni waandamizi wanashindwa kuwasaidia hili. Simba ilipaswa kufanya mkutano washabiki wake au wanachama wa zamani kabisa wale 2018 wajue kwamba timu yao inaenda katika msimu wa 26-27, bajeti ya taasisi yao ni ipi. Kila mwana Yanga ukimwita hapa atakwambia bajeti yao ni bilioni 36. Unaelewa vizuri, mwite mwana Simba mpiga kelele kama atakupa majibu. Hakuna, ni uhuni tu. Kwa hiki ambacho kimefanywa leo, Yanga wanatoa shamba darasa namna gani ambavyo taasisi inatakiwa kufanywa. Mbokile, turudi hapa kidogo. Kurudi kwa Aziz Ki, kwa mtazamo wako unadhani huenda ikawa ni tiba ya lile ambalo eneo Young Africans wameonekana kwamba wana upungufu? Kwanza Azizi hakuna mtu ambaye afahamu ubora wake. Master Ki shemeji wa taifa. Kwa urejeo wa Aziz Ki ni kwamba Azizi anakuja kumfukuza kazi Beka. Mimi ninachokwambia. Nakwambia Azizi kivipi? Master Ki anakuja kumfukuza kazi kocha wa Simba. Kwa namna hiyo. Wakati Azizi yuko Tanzania, makipa wengi walionekana mpeche. Aziz Ki. Ukiangalia moja kati ya kitu ambacho Yanga anakwenda kufaidika na Master Ki ni uwezo wake wa kucheza nambari 10, kuwa na ubunifu, lakini kukaa na mali kwenye eneo la mpinzani. Alan Okello alikuwa ni mzuri, yes, kwenye kutengeneza nafasi na kuweza kuscore, sikatai, lakini bado katika mapambano katika eneo zima la mwisho la ushambuliaji bado alikuwa off, ana kitu cha kuongeza sana tofauti na Master Ki. Nisikilizeni, hii Yanga msimu huu itatukanwa sana na kusemwa sana. Hii Yanga ni ya moto mno. Kama unabisha, shughuli ndio ishaanza Ruangwa. Na Mungu ishakufa wakati Yanga inacheza na Simba Zanzibar, ishakufa kule Ruangwa Lindi. Nakwambia quality. Nilisema mapema,
hii Yanga isichukuliwe kawaida. Hawa watu wameshajua, ogopa sana taasisi, najua wapi imekosea, inakwenda kuboresha. Azizi kurejea kwake, manake Yanga wanataka magoli mengi zaidi. Yanga wanataka migoli iwe mingi zaidi, asilalamike mtu, upigwe vizuri uondoke zako. Unaelewa vizuri? Kwa Azizi kurejea ni faida kubwa kwa Yanga. Azizi kurejea ni faida kubwa sana kwa ligi yetu. Wajua Yanga ndio timu pekee inaheshimisha ligi yetu, kuwa na wachezaji wakubwa. Yanga ndio timu pekee ambayo ina wachezaji wakubwa nchini Tanzania. Unabisha nitajie kwako, mimi naangalia huko. Mechi ya kwanza Mbokile Peter Shalulile ya ligi kuu anakaribishwa na anafanikiwa kufunga goli la kwanza kwake na kwa Yanga. Of course Peter Shalulile, ligi aliyotoka ni kubwa kuliko ya kwetu. Lilikuwa ni swala muda, mchezaji bora ni muda tu. Unaelewa vizuri? Kwa ukiangalia licha ya kuwa tangu amekuja, ukichukua mechi ya Yanga Day, ukichukua mechi ya Simba, ukichukua na mechi ya leo, kabla haja score bado alikuwa anakuthibitisha kwamba yeye ni mshambuliaji wa moto kuliko yoyote nchini. Unaelewa vizuri? Sasa kumfananisha Dumbia na Peter Shalulile ni uenda wazimu. Yeye utakuwa ujitambui mjinga kabisa. Unaelewa vizuri? Hapana. Yoyote hata kama ni kiongozi wa timu, kiongozi wa mpira, anayemfananisha Peter Shalulile na Dumbia ajitambui. Mimi ndo nimesema chuma akashtaki ajitambui. Peter Shalulile ni kioo cha ligi yetu. Peter Shalulile anaongeza value katika ligi yetu. Uwezi kumfananisha na mshambuliaji control, hawezi. Haiwezekani. Dumbia ni mchezaji, narudia tena. Dumbia anaweza akafunga magoli katika ligi yetu, si ndio? Lakini bado ni mshambuliaji wa kawaida. Tegeta kwa ndevu wako wengi kama wale. Wengi tu. Dumbia ni mshambuliaji wa kawaida mno. Wa kawaida mno. Mimi ndio nimesema. Nisikilize. Mimi ndio nimesema. Wana Simba wenye akili timamu wanaelewa kama Dumbia ni nani. Lakini wana Simba wa Peiro wana support uhuni. Ila mimi kwangu nachokisema ni hicho. Selemani Mwalimu na Dumbia wao wanaondokana nani? Tuongee tule uhalisia wa mpira. Sele ni fundi, ni bora. Selemani ana CV kubwa kuliko wachezaji wote wa Simba pale. Amecheza mashindano makubwa duniani ngazi ya vilabu. Uongo kweli? Sasa umfanyishe na ile mtu kutoka Mali anafungwa GPS anatetemeka, haiwezekani. Chuma cha Mjerumani kuletwa kwa teknolojia ya kurudia matukio katika ligi yetu imeanza leo hapa, imeanza tangu ligi imeanza na tumeshuhudia kwa wananchi. Unadhani na kwenda kutoa tiba ya yale makosa ya kujirudia ya waamuzi? Mimi niseme tu kwamba nimefurahi pia kuiona teknolojia hii itakuja kutusaidia kuweza kufahamu, je, huyu mchezaji kajiangusha kwenye boksi kamwadamu mwamuzi amekuaje? Ukiangalia moja kati ya msimu mbovu sana uliopita, matukio mengi sana yalikuwa yakitokea, unaona kabisa ni weakness ya waamuzi. Kwa hapa TFF ninawapongeza, timu inashinda kihalali. Si umeona kama leo Yanga imeshinda fresh, hakuna mtu aliyenungunika, lakini ungesikia maneno ya watu leo. Isingekuwa teknolojia hii ungesikia Yanga imenunua mechi. Na ndio maana nakwambia msimu huu Yanga isipuuzwe msimu huu. Huu msimu ndio GSM watasemwa sana huu msimu. Sana. Kwa sababu wameweka pesa. Wewe pesa yako siko benki na umesahau password. Sawa? Hakuna shida. Si umesahau password? Pesa iko benki. Subiri uone. Na nawaambia ni kweli. Kwa Yanga ninavyoitazama mimi, Simba inaweza kafungwa mechi zote za ligi kuu na Yanga Afrika. Bwana Chuma, binafsi nikushukuru sana. Wala hakuna shida. Leta maswali mwingine. Wewe nenda